Kitendea kazi nimepata, nafurahi kwa kutujali. Cha kwanza leo nimefurahi sana kupata kitendea kazi, lakini havitoshi. Kidogo nilichokipata nimeridhika. Nashukuru sana kwa kuweza kulikamilisha zoezi letu hili leo la ugawaji wa vitendea kazi kwenye kata yetu ya Hananasifu, kata ya Mkunguni A. Kwa siku ya leo tulikuwa na zoezi katika kata ya Hananasifu, mtaa wa Mkunguni A, wilaya ya Kinondoni. Zoezi ambalo kama taasisi ilikuwa inahusisha ugawaji wa vitendea kazi, vizibao kwa waokota taka rejeshi na wanachama wa tawi la Mkunguni A, kata ya Hananasifu. Ni zoezi zuri kwa ujumla, jambo ambalo ni muhimu na ni kiu ya taasisi yetu kuona kwamba kila mwokotaji katika mtaa, katika mitaa yote ya jiji la Dar es Salaam anapata kitendea kazi ambacho ni kilio kwao kwa muda mrefu. Vitendea kazi hivi vinawasaidia waokotaji hawa kuweza kutambulika, kujulikana wakiwa wanafanya kazi zao, lakini pia kuimarisha afya na kuonekana hata wanapokuwa wanafanya kazi. Kwa mfano vizibao hivi ambavyo tumevitoa kwao leo vinawasaidia hata wanapokuwa wanafanya kazi katika mazingira ya usiku au akiwa huko mitaani, inakuwa rahisi kuonekana na mtu mwingine kwa sababu inakuwa vinatoa mwanga, na sababu vina reflect. Kwa mtu ukiwa mbali inakuwa rahisi kuwaona na kuweza kutambua hapa kuna mtu anafanya kazi zake. Naomba nasema hivi, tunafanya usafi wa kuokota taka rejeshi. Je, serikali inatutambua? Kama serikali inatutambua, mbona itutetei kwenye bei? Serikali tunaomba itutambue kwenye bei. Bei shilingi 200, wakati mara saa nyingine inakuwa 500. Mzani haujulikani, mzani umebana. Ukifika na kuambia kwamba kilo moja gramu 500, gramu hawazihesabu, wanahesabu kilo tu. Kwa hiyo sisi tunaonewa sana, tunaomba serikali tutambue, tupangie bei rasmi kwa sababu tunasafisha jiji. Tunaomba serikali tutambue, cha kwanza. Cha pili tunaomba bei elekezi. Ili swala la bei elekezi kweli ili ndo changamoto kubwa sana kiupande wetu sisi waokotaji wa taka rejeshi. Hakika mahitaji yapo kila siku au matumizi yapo kila siku, isipokuwa sisi bei tunazowekewa zinakuwa na changamoto kwamba mwezi huu najikuta bei imepanda kati ya 600, 500. Inapofika tu kati ya Oktoba, Novemba mpaka Desemba na Januari yake, kwa kweli ni maumivu sana juu yetu. Bei inashuka mpaka 200. Wakati utumiaji wa hivyo vitu upo kila siku, hakuna kinachopungua, matumizi ni yale yale. Nilifika kuja kusikiliza kesi, nikaona watu wanazungumzia kilo, ikawa 800 kwa 700 kilo moja. Ndio bwana akasema basi mimi nitamlipa 700. Lakini wiki iliyopita nikaulizia jamani kilo vipi? Nikaambiwa shilingi 200 sijui. Ni ngapi? 200. Nimesikitika sana kusema kweli. 200. Hivi nifikirie kutoka 700 mpaka 200. Ili mimi naomba liwe la kwanza. Hebu ili liwe la kwanza. Katika vyote ili liwe la kwanza. Alafu mimi nilikuwa naomba jambo moja. Iwe sheria kwa hawa wana kuanzia hao wanaonunua kutoka kwa hawa. Umeelewa? Iwekwe bei kama ni 500, 600 basi iwe ni 600, isipande na wala isishuke. Lakini zaidi wakilalamikia swala la bei hususan katika miezi hii tulionayo. Kwa mfano kwa jiji la Dar es Salaam kwa sasa ni wastani wa shilingi 200 au 150 kwa kilo moja ambayo inatembea katika vijue vyote vya jiji la Dar es Salaam. Bei ni ndogo kwa kilo moja. Kwa hiyo mwokotaji analazimika kuuza kilo moja kwa shilingi 200, ambako sasa anakuwa na wasiwasi hajui anakwenda kuuza kule viwandani vinauzwa kwa bei gani. Kwa hiyo wito wao ni kuona serikali na wadau wengine wanawashika mkono kuhakikisha kwamba wanaratibu swala la bei, kunakuwa na bei elekezi ya bidhaa. Wanahoji kwamba wakati bei zinashuka huku chini, bado mzigo unafanyaje, unahitajika kule viwandani. Kwa nini bei zinapokuwa zinashuka mzigo usihitajike viwandani? Ni kwa nini wakati ambao bei zinashuka lakini bado mzigo unahitajika viwandani? Taka rejeshi wanahitaji vitendea kazi vingi kuliko tu hivi vizibao ambao tumewapatia leo. Wanahitaji hizi overall, wanahitaji vitambulisho, wanahitaji mabuti,
wanahitaji helmets, wanahitaji mask na vitu vingine vingi ambavyo vinawasaidia kulinda afya zao. Kwa kama taasisi tuna mipango mingi, natamani kuona angalau kila mwokotaji akipata kitendea kazi hiki. Waokotaji jijini Dar es Salaam ni wengi sana, sio tu ambao tumewafikia leo. Tunao waokotaji zaidi ya 1,300 katika jiji zima la Dar es Salaam. Kwa hiyo wote hao wanahitaji kupata vitendea kazi hivi. Kwa hiyo tunaomba sana wadau watuunge mkono. Tumeanza mtawada kufanya kitu hiki kidogo, lakini vitu hivi ni gharama sana. Kama taasisi, kutokana na uchanga wetu tulionao, bado hatujaweza kuwa na fedha nyingi za kuhakikisha vitendea kazi vinapatikana kwa ajili ya kukidhi waokotaji ambao ni wengi katika jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo wakipatikana wadau wakatuunga mkono, itasaidia sana kuhakikisha kwamba waokotaji wanapata vitu hivi muhimu na watakuwa wameshiriki kikamilifu katika kuwainua na kuwakomboa waokota taka rejeshi. Watakuwa wameshiriki katika kuhakikisha afya za waokota taka rejeshi, lakini pia kuwathaminisha, kuwafanya waokotaji waonekane kama wanathaminika.